Kutwa nzima hii leo waziri wa fedha Henry Rotich amekuwa akihojiwa na maafisa wa idara ya jinai kuhusiana na malipo tata ya mradi wa ujenzi wa mabwawa ya thamani ya shilingi bilioni 21 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mwanahabari wetu Hassan Mugambi sasa nampisha ili aweze kutuarifu zaidi kuhusiana na swala hilo. Shukran sana Mwanahamisi. Hadi kufikia sasa tangia takriban saa 12 kasorobo waziri wa fedha Henry Rotich yuko ndani ya chumba cha upelelezi hapa katika makao makuu ya DCI jijini Nairobi, na sasa tunaarifiwa kwamba bado maswali yale takriban 300 yanaendelea kuulizwa waziri huyo, na anaendelea kutoa majibu anayoyajua kuambatana na swala zima la ufujaji wa takriban bilioni 21 ambazo zinakisiwa kulipwa kwa njia isiyofaa. Baadhi ya maswali ambayo yanaulizwa ni pamoja na iweje fedha hizo zililipwa na hakukuwa na kile kinachojulikana kwa lugha ya kimombo kama due diligence. Je, shirika la NEMA lilihusishwa katika eneo hilo? Na vile vile kabisa, je, wizara ya ardhi ilihusishwa? Na vile vile kabisa, je, kulikuwa na uhusishaji wote ule wa idara ya usalama wa ndani, kwani kupitia county commissioner na vile vile kabisa wale wadogo wao katika eneo hilo la Elgeyo Marakwet, je, walihusishwa ili kuhamasisha umma kuambatana na mradi huo wa maendeleo ambao unaendelea? Kile ambacho pia wapelelezi wanataka kujua ni kwamba kulikuwa na kima cha pesa ambacho kilitumwa katika mataifa mbalimbali ikiwemo Uhispania, taifa la Uingereza na vile vile kabisa Italia. Je, zilienda pesa hizo kwa nani haswa katika mataifa hayo, na ni nani, ni akaunti gani ambazo ziliweza kupokea fedha hizo? Ni baadhi tu ya maswali ambayo atakuwa anakumbana nayo, na iwapo basi atapatikana na kesi ya kujibu, basi tunatarajia kwamba atakuwa anafunguliwa mashtaka ya ufisadi, mashtaka ambayo tayari yameandikwa na mashtaka takriban 4 hivi ambayo watakuwa wanakabiliana nayo, na si peke yake bali pia vile vile yule anayejulikana kama mkurugenzi mkuu wa KVDA ama halmashauri ya maendeleo katika eneo la Kerio Valley.